Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia. Leo tuna topic inasema mambo makuu matatu ambayo Mungu atakupima kwayo ili aweze kupima, kujua na kuelewa ubora, tabia na mwenendo wa maisha yako. Kuna watu kwenye maisha ya hapa duniani kwa sababu ya tabia fulani wameshindwa kupiga hatua, kupata matokeo na kuwa watu wakuu duniani. Lakini ukishaelewa hichi ninachokufundisha leo, nakupa uhakika kuna safari itaanzishwa kwenye maisha yako na utaweza kupata matokeo makubwa yatakayoweza kuleta nuru kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza Mungu anachopima kwenye maisha yako ni juu ya hamu, appetite. Na kwenye hamu tunaangalia chakula, tunaangalia vinywaji na tunaangalia tendo la ndoa au zinaa. Sasa Yesu Kristo alijaribiwa kwa hayo, akashinda juu ya mambo ya hamu. Lakini jiulize wewe, umeshinda? Kusoma Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 13 na Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11 utaweza kugundua kitu cha tofauti. Kusoma Luka 4:1 mpaka 13 nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia, aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu. Ukiangalia mstari wa 4 anakuambia Yesu akamjibu, imeandikwa mtu hatoishi kwa mkate tu. Kwa hiyo ilikuwa ni test ya hamu. Na kwenye hamu tumezungumzia hamu zinaweza ziwe za aina 3. Hapa alijaribiwa kwenye hamu ya chakula, lakini unaweza kujaribiwa kwenye hamu ya maji, lakini unaweza kujaribiwa pia kwenye hamu ya tendo la ndoa au zinaa. Lakini mstari wa 5 tunaona jaribu lingine likaja la pili, akamwambia, akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kama dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Unaona, atampa miliki yote. Sasa miliki yote hapa ni kipimo cha pili, tunaona ni kipimo cha nguvu au cha madaraka au cha mamlaka. Na kwenye kipimo cha mamlaka tunaangalia fedha, lakini pia tunaangalia madaraka. Na mpe mtu fedha au mpe cheo mtu, utaweza kugundua tabia yake yule mtu. Hilo likawa ni jaribu la pili, lakini tuangalie Yesu alisemaje. Ibilisi akamwambia, nitakupa enzi hii yote, maana iko mikononi mwangu. Angalia mstari wa 7 Luka 4. Anasema, basi wewe ukinisujudia mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu anazidi kudanganywa. Lakini namba 8 Bwana Yesu anamwambia, akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Msujudie Bwana Mungu peke yake. Mungu peke yake. Jaribu la 3 ambalo utaweza kujaribiwa unapo hapa duniani kupima tabia yako kwenye maisha ni jaribu juu ya umaarufu. Wengi kwa sababu ya kuhitaji kufahamika wako tayari wafanye vitu ambavyo vinamtenga na Mungu, watembee kwa kiburi, watembee kwa majivuno. Wako tayari, wengine wametoa kafara, wengine wanafanya mambo ya ajabu, wengine wamefanya vitu vya kidunia vichafu, hata kutembea uchi ili kusudi wapate umaarufu. Sasa haya ni mambo ambayo usipoyajua, ukayaelewa, ukayatambua na ukajiepusha nayo, kila siku utakuwa mfungwa na mwenye kujitenga na Mungu. Tuangalie sura ya mstari wa 9 sura ya 4, tunaona Luka anaendelea kusemaje. Shetani akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. Sasa hapa alimpima kwamba wewe si maarufu, wewe si mwana wa Mungu, wewe si mtu unajulikana. Sasa kama wewe ni mwana wa Mungu na
una umaarufu na hakuna malaika anayeweza kukufanya au kukuruhusu uumie. Sasa kwa nini usijitupe chini? Maana sasa atakuagizia malaika, wewe si maarufu, wewe ni mwana wa Mungu. Na mkononi mwao watakuchukua usije ukajikua mguu wako katika jiwe. Sikia Bwana Yesu alichomwambia. Kiangalia mstari wa 12, Bwana Yesu anamwambia, Yesu akamjibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiangalia vitu hivi vitatu, jichunguze, jiangalie, jitafakari. Je, ni mtu ambaye unatawaliwa na hamu ya chakula, kinywaji na zinaa? Je, kwenye hali ya kitu unachokifanya, je, unapambana sana kwa ajili ya umaarufu, fedha na madaraka? Kama bado unatafuta ukuu kwa kiu hiyo, unaweza usifike popote, kwa sababu shetani ataingia akujaze kiburi na mwisho uje kuangamia. Lakini Yesu akasema atakaye kuwa mnyenyekevu atainuliwa kwa wakati wake. Lakini anayetaka kuwa kiongozi lazima akubali kuwa mtumishi wa wengine. Lakini cha tatu ni umaarufu. Wengi kwa sababu ya kuhitaji umaarufu leo wametoa kafara, leo wanavaa uchi, leo wanafanya mambo yanayowadhalilisha. Sasa wewe usiwe hivyo, amua kufanya mapenzi ya Mungu. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.